Akizungumza Januari 3 mwaka 2026 wakati akitoa hotuba za salamu za mwaka mpya 2026 kwa niaba ya Chadema, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema kuwa mwaka uliopita 2025 ulikuwa ni mwaka wa mwamko wa kihistoria kwa Watanzania kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria. Ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza mkakati mpya wa kuwekeza kwa vijana wa kizazi cha sasa maarufu kama Gen Z, kikiwataka kuwa injini ya mabadiliko ya kisiasa na kijamii nchini badala ya kuwa watazamaji. Chadema inatambua kuwa mustakabali wa mabadiliko ya kweli upo mikononi mwa kizazi kipya. Hivyo tutawekeza kwa makusudi katika kuandaa, kulea na kuwezesha vijana, hasa kizazi cha Gen Z, ili wawe si watazamaji wa siasa bali wawe wabunifu, wapangaji na waendeshaji wa ajenda za mabadiliko. Hiki ni kizazi kilichokulia katika dunia ya kidigitali, chenye ufahamu mpana wa haki, chenye ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kisichokubali tena siasa za mazoea. Chadema itaendelea kuwajengea vijana hawa misingi ya uongozi unaochanganya maadili, maarifa, ubunifu ili wabebe bendera ya mabadiliko kwa ujasiri na maarifa. Ameongeza kuwa Chadema inajipambanua kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa. Chadema inajipambanua si tu kama chama cha upinzani, bali kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa zima. Harakati inayotazama mbele, inayokumbatia siasa za kisasa na inayojitayarisha kuongoza Tanzania ya kesho kwa haki, uhuru na maendeleo jumuishi. Katika hili tunajisikia fahari kuitwa wanaharakati ambao mapenzi yetu katika haki na utawala wa sheria na uzalendo wetu utabaki kuwa alama njema mbele ya Watanzania wote. Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche ameongeza kuwa chama hicho ni chombo cha wananchi kudai mabadiliko ya kweli. Umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi. Vile ametoa msimamo mkali kuhusu mchakato wa maridhiano nchini, akisema chama hicho hakiko tayari kushiriki katika maridhiano ambayo ameyaita ni ya kipumbavu na yasiyo na haki ndani yake. Kiongozi huyo amewanyoshia kidole watawala kwa kutofuata ushauri wa Chadema uliotaka familia za waliouawa na walioathirika kutokana na matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 kupewa fidia kama ishara ya kurejesha utu wao. Hata hivyo, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche ametaka kuachiwa kwa mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu bila masharti yoyote. Mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa
Wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Leo ninapotoa salamu hizi, siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi Chadema na Watanzania, kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa haki na mwenye kupinga uonevu, mtetezi wa utawala wa sheria, demokrasia na rasilimali za nchi, ambaye husimama katika misingi ya ukweli. Kwa sauti kubwa, kwa niaba ya Watanzania wengi, tunataka Tundu Antipas Lissu aachiliwe bila masharti yoyote.